wa moyo wangu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa imani yake isiyopimika aliyoionyesha kwangu tangu aliposhika hatamu ya kuliongoza taifa hili. Kwa hakika ni jambo linaloweka historia isiyosahaulika kwangu binafsi, familia yangu na wanaruangwa na Watanzania wote kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, uniruhusu kwa unyenyekevu mkubwa niguse jambo la kihistoria lenye hisia na uzito mkubwa kwa taifa letu. Kama taifa, tuna kumbukumbu ya majonzi na maumivu makubwa tuliyopitia kwa tukio la tarehe 17 Machi mwaka 2021 pale ambapo tulimpoteza kiongozi wetu kipenzi, Rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ukweli usiopingika ni kwamba tukio hili lilituacha sote tukiwa na majonzi, taharuki na giza nene. Mheshimiwa Spika, katika giza hilo nene la huzuni iliyogubika taifa letu, Mwenyezi Mungu alimpa ushupavu, ujasiri na utulivu wa kipekee Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akawa faraja kubwa kwa Watanzania. Kiongozi huyu alisimama imara katika upepo mkali wa historia ya nchi yetu. Alichukua hatamu ya uongozi kwa utulivu, kwa busara na kwa ujasiri usioyumba. Na katika kipindi hiki alitufundisha kuwa utulivu sio udhaifu, bali ni nguvu ya ndani iliyotokana kwa Mwenyezi Mungu katika kushughulikia masuala makubwa ya kijamii, kiuchumi na kisiasa ndani na nje ya mipaka ya nchi. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho kigumu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alionyesha imani kubwa na hatimaye aliamua niendelee kumsaidia kwa nafasi ya waziri mkuu. Hili sio jambo dogo. Na yakumbuka maneno yake kwangu, nanukuu: Kasimu, tuendelee kushirikiana kulitumikia taifa letu, simamia shughuli za serikali. Namshukuru sana kwa moyo wa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani aliyoonyesha kwangu. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha uongozi wake tumeweza kusimama imara kama taifa. Tumesimamia tunu za taifa hili za amani na utulivu. Tumeendeleza miradi ya maendeleo iliyokuwa ya kimkakati na mengine inaendelea kujengwa, na huduma za jamii pia. Tumeimarisha demokrasia, tumeimarisha diplomasia, tumejenga uchumi na kujenga mshikamano wa kitaifa. Haya yote yametokana na uongozi imara wenye hekima wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo nimalizie kwa kusema kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mwalimu wa subira, kielelezo cha ujasiri, ustahimilivu na alama ya matumaini kwa kizazi hiki, na kiongozi aliyetoa mfano wa kuwa mwanamke anaweza kuongoza hata kwenye nafasi ya kitaifa. Lakini pia naomba nimnukuu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4, alisema, hapa Tanzania leo hakuna mwanasiasa maarufu kama Rais Samia, iwe ndani ya chama ama nje ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, daima nitaendelea kumshukuru na namwombea ushindi mkubwa kwenye uchaguzi mkuu ujao. Lakini vile vile ninawaombea ushindi wa kishindo Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, mgombea mwenza wa nafasi ya urais, na Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, mgombea wa urais wa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, niendelee kutumia nafasi hii pia kukupongeza sana wewe binafsi kwa namna ulivyoendelea bunge hili kwa weledi, busara na ujasiri wa hali ya juu. Na katika kipindi cha uongozi wako katika bunge hili, sote tumekushuhudia imani kubwa ya dunia kwa nchi yetu kupitia wewe spika wetu, pale ambako Umoja wa Mabunge Duniani ulipoamua kukupa dhamana kubwa ya kuwa rais wa mabunge ya dunia. Hili si jambo dogo pia nalo. Kuchaguliwa kwako si tu kumeliheshimisha taifa letu pekee, bali kumeliheshimisha bunge letu ambalo ndilo lililoanza kuonesha imani kwako na kujivunia. Lakini vile vile umewaheshimisha wana Mbeya mjini kama wapiga kura wako, ambako ndio jimbo lako, kuwa wewe ndiye kiongozi bora na mahiri. Na Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kuwa umefunga mkanda wa kazi na upo tayari kuwahudumia wananchi wa jimbo lako jipya la Uyole. Baada ya kuwa umefanya vizuri kwenye jimbo lako la Mbeya mjini, sina shaka kuwa wananchi wanasubiri kwa hamu kubwa kukupa ridhaa hiyo ili kuweza kuwakilisha katika chombo hiki na majukumu uliopewa kwa ngazi ya kimataifa. Na niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kukutakia kila laheri Mheshimiwa Spika,
katika uchaguzi mkuu ujao. Ninaomba wana Uyole mrudisheni Mheshimiwa Spika mheshimiwa wetu bungeni ili aje kuwakilisha vizuri na aweze kuendesha bunge letu vizuri. Mheshimiwa Spika, vile vile niendelee kumpongeza Mheshimiwa Naibu Spika wa bunge letu Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala. Naye tunamwombea kila laheri kwenye mchakato ujao, apate ushindi wa kutosha. Na washukuru na kuwatakia ushindi mnono waheshimiwa wenye viti wa bunge, Mheshimiwa Najima Murtaza Giga mbunge, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama mbunge na Mheshimiwa Deus Philip Manyika mbunge. Tunawaomba wapiga kura wawape kura za kutosha ili mrudi bungeni tena. Mheshimiwa Spika, ninamtakia kila laheri Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko mbunge, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, ili wananchi wa Bukombe waweze kukupitisha na kukupa kura za kutosha uweze kushinda. Umekuwa msaada sana kwangu katika kutekeleza majukumu ya ofisi ya waziri mkuu. Hongera sana, kila laheri. Inshallah Mwenyezi Mungu atakurudisha katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kutambua kazi kubwa iliyofanywa na waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu na wasaidizi wake. Kwa mawaziri na naibu mawaziri, na waombea ushindi mwema, tena wakishindo inshallah mtashinda kwa ushindi mnono. Hapa naomba nimuombee kibali kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa William Vagimembe Lukuvi, mbunge wa Isimani. Tunakuombea kila laheri, wana Isimani wakupigie kura nyingi za ndio na urudi tena bungeni. Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete kule Chalinze, na waombea sana wana Chalinze, mtende mema kwa Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete ili arudi tena hapa jimboni. Vile vile Mheshimiwa Petrobas Katambi kule Shinyanga mjini, naye pia namuombea kila laheri ili apate kura nyingi na aweze kurudi tena bungeni, pamoja na dada yetu Mheshimiwa Umi Nderi ya Nanga kutoka kundi maalum, ili aweze kupata kura za kutosha na aendelee kuwakilisha. Na waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, nirudie tena, naamini Mwenyezi Mungu ataendelea kuongoza katika kuomba, lakini wanajimbo waweze kuwarudisha kwa kura nyingi. Naomba nirudie tena kuwashukuru waheshimiwa wabunge wenzangu kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote nikitekeleza majukumu yangu. Nami nawatakia ushindi wa kishindo kwenye majimbo yenu kwenye kinyang'anyiro kijacho. Kwanza, kura za maoni mshinde, lakini mbili, mpigiwe kura nyingi kwenye uchaguzi mkuu, muweze kurudi tena hapa bungeni, muweze kuja kuwakilisha wananchi wenu. Inshallah Mwenyezi Mungu wote mtapigiwa kura za ndio za kutosha. Mheshimiwa Spika, kadhalika nataka nimpongeze ndugu Baraka Ildefonsi Leonard, katibu wa bunge, kwa ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa shughuli za bunge, na ninawapongeza pia watumishi wote wa ofisi ya bunge kwa kazi kubwa na mzuri ya kuandaa, kuratibu na kusimamia mwenendo wa shughuli za bunge na kutoa huduma stahiki kwa waheshimiwa wa bunge. Mheshimiwa Spika, pia nawapongeza wanahabari kwa kazi kubwa ya kuhabarisha umma kwa uwazi, uaminifu na weledi wa hali ya juu katika kipindi chote cha mkutano, na mnaendelea na jukumu hili kuwahabarisha Watanzania nini hasa kinasibu katika kipindi hiki. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawapongeza na kuwashukuru madereva wetu waliofanya kazi mzuri kusimamia uhai wetu, kusimamia usalama wa waheshimiwa wabunge wakati wa kuja bungeni Dodoma na kurudi pia kwenye majimbo. Hii ni pamoja na watoa huduma wengine waliotuhudumia katika kipindi chote cha bunge. Mheshimiwa Spika, tukiwa tunaelekea kuhitimisha mkutano huu wa 19 wa bunge la 12, nikiri kuwa bunge hili limefanya kazi kwa bidii. Tumetafakari hoja, tumejadili miswada na tumetoa maazimio yenye tija kwa maendeleo ya nchi yetu. Ni wakati sasa wa kurejea majimboni ili kujiandaa na uchaguzi mkuu. Ni matumaini yangu kwamba wananchi watatupa ridhaa kwa mara nyingine. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya, naomba kutoa hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
Waheshimiwa wabunge, naomba mketi kwa sababu hoja hii ikiwasilishwa kwa ngazi hii hamhojiwi wala hamuungi mkono. Lakini ninawashukuru sana. Ninawashukuru sana. Mnataka lazima mhojiwe? Sio utaratibu wetu. Waheshimiwa wabunge, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa wasilisho hili ambalo pamoja na mambo mengine, lakini ameeleza kwa kirefu kazi ambazo zimefanyika katika bunge letu hili la 12, lakini pia bunge katika mkutano wake huu wa 19. Baada ya kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa wabunge, nami nizungumze nanyi kwa kifupi.